Katika kuhakikisha jamii inashiriki kikamilifu katika zoezi la uchangiaji wa damu salama, Katibu Tawala wa Mkoa wa Ruvuma Bi Mary Makondo amewaagiza wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa huo kuhakikisha wanatenga fedha mahususi kwa ajili ya kutekeleza mpango huo muhimu. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa wiki ya uchangiaji damu, Bi Makonda amesema kuwa zoezi la uchangiaji damu lina umuhimu mkubwa kwa maisha ya wananchi, hasa watoto wa chini ya miaka 5 ambao ndio wanufaika wakuu wa damu inayochangiwa kwa 50%. Ameongeza kuwa 30% ya watumiaji wa damu ni wanawake wajawazito, huku 20% wakihusisha wagonjwa waliopata ajali na wengine wanaohitaji damu kwa sababu mbalimbali za kiafya. Kwa upande wao, wakurugenzi wa halmashauri za mkoa wa Ruvuma wameahidi kutekeleza agizo hilo kwa kuhakikisha bajeti zao zinazingatia utoaji wa fedha kwa shughuli za uchangiaji damu. Wamesema wamejipanga vizuri ili kuhakikisha mpango huo na kuhamasisha jamii kushiriki kikamilifu katika zoezi hilo la kuokoa maisha ya watu. Hii ni ABT Media na mimi ni Irene Nziko. Watumiaji wakubwa wa damu ni pamoja na watoto chini ya miaka 5 ambao wanatumia damu inayokusanywa kwa 50%. Mama wajawazito ambao hupoteza damu nyingi wakati wa kujifungua wanatumia damu inayokusanywa kwa 30%. Wahanga wa ajali mbalimbali pamoja na wagonjwa wa magonjwa ya ndani na wagonjwa wanaopata tiba kwa njia ya upasuaji ambao wakati mwingine hupoteza damu, wote kwa pamoja wanatumia 20% ya damu inayokusanywa. Ndugu wageni waalikwa na washiriki, naomba nitumie fursa hii kuwaelekeza wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Ruvuma kuhakikisha kuwa kamati za damu salama za halmashauri zinatengewa fedha ya kutosha ili kuwawezesha kufanya uhamasishaji wa kutosha kwa wananchi wote mashuleni pamoja na vyuoni, taasisi za dini na taasisi binafsi na taasisi za umma, lakini mashirika mbalimbali ili kuwajengea uelewa na utamaduni wa kuchangia damu kwa hiari kwa ajili ya kuokoa maisha, lakini vile vile kuwa na uzalendo wa kwamba kila tunapochangia damu tunaokoa uhai wa Mtanzania fulani, mtoto fulani, mama fulani pamoja na mtu ambaye amepata changamoto hiyo. Lakini pia sio hivyo tu, kuingia kwenye kanzidata ya wachangiaji damu pale ambapo na hata sisi imetokea tumepata uhitaji huo, tutapata vitambulisho mahususi na kuweza kupata huduma hiyo kwa kipaumbele. Tumepokea maelekezo, hamna mtu ambaye afahamu umuhimu wa damu, lakini sio damu tu peke yake, lakini damu salama. Kwa hiyo tumeshapokea maelekezo tutenge fedha za kutosha kwa ajili ya kuziwezesha zile kamati zetu kwenye halmashauri ili zitakapokuwa zinatembea kutafuta hii damu kwa ajili ya manufaa yetu sisi wenyewe, kwa sababu hatujui leo kwangu kesho kwako. Ajali zinatokea, watu wanahitaji damu, lakini operations zinafanyika pia wanahitaji damu salama kwa ajili ya uhai wetu na uzima wetu, ni kusaidia makundi mengine ambayo yana uhitaji katika kipindi maalum. Kwa hiyo tumeyapokea maelekezo na tutayatekeleza, na kimsingi kwenye halmashauri zetu, na nikiongea specifically kwetu halmashauri ya Manispaa Songea tulishaanza kutekeleza hili kama ambavyo mnaweza mkao mmeshuhudia. Timu yangu inashirikiana na organization nyingine kuzunguka kwenye mashule kukusanya damu, alafu tunapeleka Mbeya kwa ajili ya kupima, na tunapohitaji tunarudishiwa kwa ajili ya kuzitumia. Lakini na taarifa pia kwamba tuna mpango wa kujenga benki yetu hapa ambayo itakuwa ni ya mkoa wa Ruvuma. Ndani ya halmashauri yangu ya Madaba tumejipanga kuhakikisha kwamba tunaadhimisha kilele hiki cha damu salama kwa kuhakikisha kwamba tunawatumia viongozi wetu wa vijiji, serikali za vijiji pamoja na watendaji wa vijiji na kata katika maeneo husika, kuhakikisha kwamba tunahamasisha wananchi ili waweze kutambua umuhimu wa uchangiaji wa damu salama, kwani ni sehemu pekee ambayo inaweza ikasaidia katika kuokoa maisha ya kila mtu, ambaye kila mmoja wapo
yeyote yule anaweza kukutwa na changamoto, sio hapa tu, popote pale atakapokuwa, iwe ndani ya madaba au nje ya madaba. Lakini kupitia mikusanyiko mbalimbali tutaendelea kutoa elimu kwa wananchi kuhusiana na umuhimu wa uchangiaji wa damu salama, kwa kuhakikisha kwamba kila mwananchi anatambua umuhimu wa uchangiaji wa damu salama katika muktadha huu.